Kimsingi mmeshasikia mwanasheria wetu mkuu Dr. Rugemeleza Nshala hivi karibuni amefanya mkutano na waandishi wa habari na akazungumzia mambo mbalimbali na hasa juu ya kesi za ugaidi ambazo kama mnafahamu mpaka sasa kwa takwimu ambazo tunazo watu zaidi ya 50 wameshafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali nchini kwa kushutumiwa kwa makosa ya ugaidi. Lakini pia kwa taarifa ya Jeshi la Polisi ambao zilitolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi, alisema jumla ya watu ambao wamekamatwa na ambao wamefikishwa na wanategemewa kufikishwa mahakamani kwa makosa hayo watakuwa jumla ya 130. Kwa lugha nyepesi, mpaka ninapozungumza leo hii ni watu 50 na kidogo ambao wamefikishwa mahakamani na bado kuna watu zaidi ya 70 ambao hawajafikishwa mahakamani kwa makosa hayo. Sasa Dr. Rugemeleza Nshala ambaye ni mwanasheria wetu mkuu alilizungumzia hili. Lakini pia ndugu waandishi wa habari, mnafahamu pia makamu mwenyekiti John Wegesa Heche alilizungumzia hili pia akiwa kanda ya Victoria. Sasa mimi kama mwenyekiti wa kanda, kwa bahati nzuri sana, sio tu ni mwenyekiti wa kanda ya Magharibi, lakini pia ni mtu ambaye nimeshiriki kwa kiasi kikubwa kwenye kesi zinazohusiana na ugaidi. Kwa leo nimeona nije kuongea na Watanzania ili kwanza kuonyesha jinsi ambavyo kesi hizi zilivyo za kisiasa, na baada ya kuonyesha yupo mtu anayehusika sana na masuala haya, nitamuomba atumie mamlaka alionayo kwa mujibu wa katiba yetu aweze kuhakikisha anafuta kesi hizi na kuwaruhusu wale walioko ndani kwa kesi hizi za kisiasa zinazoitwa za ugaidi ziweze kuondolewa na watu hawa waweze kurudi kwenye familia zao. Sasa naomba nianze kwa kusema ugaidi unafahamika kwamba upo kwa muda mrefu. Ukisoma historia itakuonyesha ugaidi umeanza miaka 1870 na kitu. Lakini dunia ilielewa kwa uzito mpana ugaidi pale yalipotokea au ilipotokea swala la ugaidi lililofanyika Marekani likihusisha kundi la Al-Qaeda. Kwa muda wote tangu tunapata uhuru, sisi kama Tanzania hatukuwahi kuwa na masuala ya ugaidi, lakini pia hatukuwahi kuwa hata na sheria ya ugaidi. Tumekuja kujihusisha na masuala ya ugaidi na kupata sheria ya ugaidi baada ya ubalozi wa Marekani kulipuliwa hapa Tanzania mwaka 1998.
Mtakumbuka mwaka 98 ubalozi wa Marekani nchini Tanzania na ubalozi wa Marekani nchini Kenya ulilipuliwa na kikundi cha ugaidi. Kutokana na tukio hilo, kwa sababu swala la ugaidi ni swala la kimataifa na kila linapotokea kwenye nchi yoyote, kwa mjibu wa Umoja wa Mataifa wamekubaliana kwamba kosa hilo ni la kimataifa, na hivyo likitokea sehemu yoyote lazima mataifa yasaidizane. Kwa kutokana na kutokea kwa tukio la mwaka 98 ambapo ubalozi wa Marekani nchini Kenya na Tanzania ulilipuliwa, Tanzania tulikuwa na wajibu wa kuhakikisha tunashiriki, kuhakikisha tunapambana na swala la ugaidi, lakini pia kwenye kuhakikisha tunapambana na swala la ugaidi ilikuwa lazima pia tuwe na sheria ya ugaidi ya kuzuia au kupambana na ugaidi nchini Tanzania. Kwa hiyo mwaka 2002 tulipata sheria ya kuzuia au ya kupambana na ugaidi ambao ni sura ya 19 ya sheria zetu kama ambavyo imefanywa marejeo mwaka 2023. Sheria hii ya Prevention of Terrorism Act, sheria ya kupambana au kuzuia ugaidi, ilipotungwa mwaka 2002 ndipo kwa lugha nyepesi tukawa na sheria ya bunge inayohusiana na masuala ya ugaidi. Na ukisoma sheria hii haijaweza kutafsiri ugaidi ni nini, lakini imeeleza ni matendo gani, sio maneno, ni matendo gani ambayo yanaweza kuwa ugaidi. Kwa hiyo ukisoma kifungu cha 4 cha sheria hii kitakuelezea ni nini au ni matendo gani ukiyafanya ndiyo yataitwa ugaidi. Sasa ndugu zangu, nimetaka leo kama wakili ambaye nimesema nimeshiriki kwenye hizi kesi za ugaidi niweze kueleza kinaga ubaga ili Watanzania wafahamu kwamba kumekuwa na tabia ya vyombo vya dola na serikali kuwasingizia watu kesi na kuwapa kesi kubwa kama ugaidi kwa sababu za kisiasa na kwa mlengo wa kuwazuia wasifanye siasa ambazo zimeruhusiwa ndani ya nchi yetu kwa mujibu wa sheria. Sio sheria tu, pia kwa mujibu wa katiba yetu. Mtakumbuka mwaka 2021 aliyekuwa mwenyekiti wetu wa chama taifa ndugu Freeman Aikael Mbowe na wenzake 4 walishtakiwa kwa makosa ya ugaidi kwenye kesi ya uhujumu uchumi namba 6 ya mwaka 2021, the economic case number 6 of 2021. Kwenye kesi hii mimi nilikuwa ni mmoja ya mawakili ambaye nilikuwa namwakilisha mshtakiwa namba 3 anayeitwa Mohamed Lingwenya. Kama mtakumbuka, kesi hii ilichukua miezi 8 mpaka inafutwa pale ambapo mwendesha mashtaka mkuu wa serikali yaani DPP alipoonyesha hana nia ya kuendelea na kesi hiyo kwa kuleta nyaraka ya kisheria inayoitwa nolle prosequi na hatimaye kuwafutia mashtaka Mbowe na wenzake 4. Wakati tunafanya kesi hii, hata kabla ya kufutiwa, kwanza vyombo vya serikali
viliuhakikishia umma kwamba kesi ile ni ya kweli na ya haki na kwamba Mbowe na wenzake wanashtakiwa kwa haki. Kama mtakumbuka, waandishi wa habari, Rais kwa kipindi hicho alimwita mwandishi wa habari wa BBC Salum Kikeke Ikulu, na akaongea kwenye interview hiyo akithibitisha kwamba Mbowe ni gaidi na upo ushahidi wa kutosha kwamba Mbowe ni gaidi. Na rais akaenda mbele akasema hata wenzake na Mbowe tayari wamefungwa. Ipitieni hiyo interview mtasikia. Baada ya rais kusema, aliyekuwa IGP kipindi hicho Simon Siro naye aliita vyombo vya habari akawathibitishia Watanzania kwamba Mbowe na wenzake ni magaidi, na mpaka akatuambia wanachadema tumwambie Mbowe atuambie ukweli, kwa sababu ni wazi kwamba Mbowe amefanya vitendo vya kigaidi. Ndugu zangu waandishi wa habari, ukiangalia interview ya rais, ukaangalia na interview ya IGP, ilikuwa wazi inamuincriminate Mbowe kuhusika na ugaidi. Lakini kilichokuja kutokea ni kwamba baadaye waliachiwa kwa nolle prosequi. Mtu unajiuliza, ingewezekanaje watu wenye ushahidi wa kutosha wakashindwa kumalizia kesi kwa kuwafunga na baadaye wakawaachia? Hapa unapata picha kwamba kesi ile ilikuwa ni kesi ya kisiasa na hapa kuwepo na ugaidi wowote. Kama haitoshi, nimesema kwenye kesi hiyo nilikuwepo. Mwaka 2003 mwezi Agosti, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Sweden na kwingineko, Dr. Wilbrod Peter Slaa alikamatwa nyumbani kwake Mbweni, na mimi kama wakili wake nilienda nikafuatilia swala lake, na baadaye akapelekwa kituo cha polisi Oysterbay. Tulipofika Oysterbay polisi, alielezwa amekamatwa kwa sababu ya uchochezi kutokana na maneno aliyoyatoa Clubhouse. Akaandika maelezo, na baada ya kumaliza kuandika maelezo, kwa sababu ni balozi, kwa nafasi yake, hata kama alikuwa tayari amesha acha ubalozi kule, lakini kwa ile title yake ya ubalozi alikuwa anaweza kujidhamini, kwa sababu sio flight risk, sio mtu ambaye mnamuhofia kwamba anaweza akatoroka. Kwa hiyo wakati tuko kwenye process pale Oysterbay za kuhakikisha anajidhamini ili aweze kurudi nyumbani kuendelea na shughuli zake, kutokana na lile kosa la uchochezi ambalo liko chini ya sheria inaitwa Cyber Crime Act, mara ikapigwa simu. Bahati nzuri tulikuwa tunaisikia simu. Ilivyopigwa ikatoa maelekezo kwamba kosa hilo liondolewe na Dr. Peter Wilbrod Slaa apewe kosa la ugaidi. Yule polisi aliyekuwa anachukua maelezo, ambaye alikuwa anasubiri tujaze fomu ya kujidhamini, akachana yale maelezo ya Dr. Slaa yaliyokuwa yanahusiana na uchochezi, akaenda kuleta karatasi nyingine, tukaanza kuhojiwa juu ya ugaidi. Mimi kama wakili nikamwambia Dr. Slaa,
andika particulars tu, andika majina yako, anwani yako na kadhalika, usitoe maelezo juu ya ugaidi. Akanisikiliza, nikamwacha, nikaondoka, akakaa ndani kwa sababu kosa la ugaidi halina dhamana. Asubuhi yake wakati naenda kumuona Oysterbay, tukaongea, akapata na huduma. Jioni ya siku hiyo kimya kimya akasafirishwa kutoka Dar es Salaam akapelekwa Mbeya. Na kwa nini alipelekwa Mbeya? Alikuwa anaenda kuunganishwa na rais wa sasa wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, ndugu Boniface Mwambukusi na Mdude Nyagali. Wanaenda kuunganishwa wapewe wote kesi ya ugaidi. Kwa Dr. Wilbrod Peter Slaa akasafirishwa mpaka Mbeya usiku wote na uzee wake na baridi mpaka Mbeya. Mimi nikapanda ndege nikaenda Mbeya. Nilipofika asubuhi kama saa 3 na wao wakawa wamefika, kwa sababu mimi nilipanda ndege, walikuja kwa gari. Tukaenda ofisi ya RCO Mbeya. Akasema kama ambavyo mliambiwa Oysterbay, Dr. Wilbrod Peter Slaa anashutumiwa kwa ugaidi. Nikauliza, huo ugaidi ameufanya akiwa Oysterbay polisi? Kwa sababu wakati anatoka nyumbani alikuwa anashutumiwa kwa uchochezi. Je, imebadilikaje? Wakasema hayo ni mambo ya kipolisi. Tukakaa pale, wakawaleta Mwambukusi na Mdude Nyagali ambaye ndo wanataka kuwaunganisha pamoja. Wakasema tunataka tuwapeleke mahakamani kwa kosa la ugaidi, lakini tunataka kuchukua kitu kimoja tu ili tumalize mchakato wa kuwapeleka mahakamani. Tunataka kuchukua sauti. Tukichukua sauti zenu tutakuwa tumekamilisha mchakato na tutawapeleka sasa mahakamani. Mimi nikakataa, nikasema hamwezi kuchukua sauti. Huwezi kuchukua sauti ya Dr. Slaa wala ya Mwambukusi wala ya Mdude, kwa sababu kama mmewashutumu kwa kosa kubwa la ugaidi kama hili, maana yake ni kwamba mna ushahidi wa wazi wa vitendo ambavyo mmevifanya, kwa sababu sheria ya kuzuia ugaidi inataka vitendo, sio maneno au kitu chochote. Sasa nilivyokataa, kikao kikubwa sana, akiwepo RCO, akiwepo mtu kutoka kwa DCI, akiwepo na makamishna wengine na polisi wengine, OCD na wengineo. Wakawa wanakomaa mimi nimruhusu au nimwambie mteja wangu Dr. Slaa akubali kuchukuliwa sample ya sauti. Na walikuwa wanatumia kigezo kimoja tu kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, the Criminal Procedure Act. Kwa kipindi hicho kifungu cha 59 kilikuwa kinasema polisi wana haki ya kuchukua sample za vidole kama kuweka kidole gumba, wana haki ya kuchukua sauti, wanaweza kuchukua sample ya vitu mbalimbali kwa mtuhumiwa. Kwa wakasema wanataka wachukue kwa sababu sheria inawaruhusu. Nikawaambia hamwezi kuchukua kwa sababu kwa kosa hili mimi naamini mna ushahidi wote, na sintawaruhusu mchukue kwa sababu sijui hiyo sauti mkichukua mnaenda kuifanyia nini, mnaweza kuondoa nini au mnaweza kuongeza kitu gani. Nikamwambia Dr. Slaa amekuwa mbunge, amekuwa balozi, amekuwa na nafasi mbalimbali, na huko kote sauti zake zipo, na kama alikuwa mbunge kwenye Hansard sauti zake zipo. Kwa hiyo kama mnahitaji tu sauti, mnaweza mkaenda hata bungeni mkachukua kwenye Hansard mkafananisha na sauti ambayo nyinyi mnayo, ambao mnamshutumu kufanya ugaidi. Baada ya mimi kukataa hivyo,
Wakaniambia kifungu kinaturuhusu. Nikamwambia kinawaruhusu, lakini kisome mpaka mwisho kifungu kile kinasemaje. Ukisoma kile kifungu kinasema polisi wana mamlaka ya kuchukua sample ya sauti, ya vidole na kadhalika. Na inasema ukikataa wanaweza kutumia reasonable force, wanaweza kutumia nguvu kidogo, nguvu inayostahili, ama unaweza kufungwa miezi 24. Miezi 24 ni miaka 2. Sasa mimi nikawaambia kama kifungu hiki kinasema anaweza kufungwa miezi 24, nikawauliza polisi, nyie mnaweza mkamfunga Dr. Slaa kwa kukataa kuchukua sample? Wakasema ni mpaka twende mahakamani. Nikamwambia ndio maana nimesema mchukui sauti hapa. Kama mnataka mchukue sauti, twende mahakamani tukapewa utaratibu, sauti ichukuliwe mahakamani na sisi tubaki na hiyo sample, ili tuwe na uhakika kwamba hakutaongezwa chochote na haki itatendeka, kwa sababu ni mahakama itakapotusikiliza. Hata kama nyie polisi mngesema mnataka afungwe, lazima mngepeleka mahakamani kwamba amekataa kutii amri ya kuchukuliwa sample ya sauti, na mahakama ingesikiliza kwa kuridhika, ndio ingeweza kumfunga hiyo miezi 24, na kama haijaridhika ingemwachia au ingeelekeza utaratibu gani ufanyike kuweza kuchukuliwa sauti. Tulibishana mpaka saa 10 ya siku hiyo. Baada ya kufika saa 11, Dr. Wilbrod Peter Slaa, Mwambukusi na Mdude wakaachiwa. Na hapo Dr. Slaa akarudishwa tena Oysterbay. Akafika kesho yake saa 4, nikapigiwa simu niende na wadhamini wawili wenye barua wakamdhamini. Fikiria mtu ambaye alikuwa anashtakiwa kwa kosa la ugaidi, amepelekwa Mbeya, mara lile kosa likafutwa, alafu akaletwa, naambiwa niende na watu wawili kwa ajili ya kwenda kumdhamini. Askari aliyenipigia nikamuuliza, nakuja na wadhamini wawili kwa vipi? Ana kosa gani? Kosa la ugaidi halina dhamana, kwa nini nije na wadhamini wawili? Akasema, we bwana, we walete. Nikapeleka wadhamini wawili, wakamdhamini Dr. Wilbrod Peter Slaa, akatoka na swala hilo likawa limeisha. Sasa hapa kwa nini nimeelezea sakata la Dr. Wilbrod Peter Slaa kama ambavyo nimeelezea la Mbowe? Ninataka kuonyesha kama ambavyo ilikuwa ni kesi ya kisiasa kwa Mbowe, na baadaye serikali ilipofanikisha jambo lake iliyokuwa inalitaka ikamwachia yeye na watumiwa wenzake, ndivyo hivyo pia kwa Dr. Wilbrod Peter Slaa, ambaye kimsingi Dr. Wilbrod, labda hamfahamu sababu ya kumkamata Dr. Wilbrod Peter Slaa na kwenda kumuunganisha na Mwambukusi na Mdude ni kwa sababu walikuwa wanapinga ule mkataba wa bandari. Hiyo ndio ilikuwa sababu. Kwa hiyo baadaye wakaifuta. Ndio maana ninasema makosa ya ugaidi nchini Tanzania yamekuwa yanatumika kisiasa, na sio kweli kwamba watu wanafanya ugaidi. Sasa nimeeleza juu ya kesi ya Mbowe, nimeeleza pia juu ya kesi ya Wilbrod Peter Slaa ambaye naye aliachiwa tu wakati alikuwa ameshutumiwa kwa ugaidi. Hivi karibuni, tangu tarehe 7 mwezi wa 7 2026 mpaka ninapozungumza, wamekamatwa watu zaidi ya 50 wakishutumiwa kwa ugaidi. Ukisoma mashtaka yao inasikitisha sana. Kwa mfano, yupo mtuhumiwa ambaye amepelekwa mahakama ya wilaya Kinyerezi, ambayo ni mahakama ya wilaya Ilala Kinyerezi, anaitwa Athman Abdalla Muganda. Huyu anatoka kwenye kanda yangu. Ndio maana nimesema licha ya kwamba Dr. Nshala alizungumza, ni lazima na mimi nizungumze, kwa sababu na mimi kuna wananchi wangu wameathirika. Kupewa kesi ya ugaidi si kitu kidogo.
Athman Abdalla Mganda anafanya shughuli zake Kariakoo za biashara. Tarehe 7 mwezi wa 7 2026 alijirekodi clip akionyesha hali ya Kariakoo kwamba hakuna watu, na akasema niko hapa lakini hatuwezi kufanya biashara kwa sababu leo watu hawapo. Kitendo cha kujirekodi clip ile ya kuonyesha mazingira ya Kariakoo kwamba hakuna watu, nawezekana watu waliogopa kuwepo pale kwa sababu ya woga wa kile ambacho watu walikuwa wamesema ni maandamano yatafanyika. Kitendo cha kujirekodi na kuonyesha kwa watu kwamba Kariakoo kuna hali hii, ambacho ni kitendo kinachoruhusiwa kisheria, kwa sababu kama Mtanzania anayo haki ya kupata taarifa, kutoa taarifa, ili mradi asivunje sheria za nchi kama ibara ya 18 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza, kama ambavyo hata nyinyi waandishi wa habari mlikuwa mnaonyesha mitaani jinsi hali ilivyo, na alifanya hivyo. Lakini Athman Abdalla Mganda baada ya kutoa ile clip alifatwa na polisi, akakamatwa, akapelekwa kituo cha polisi Buguruni, akawekwa mpaka tarehe 17. Yaani Mganda bila watu kujua yuko wapi, amekaa kituo cha Buguruni polisi kwa siku 10 kwa sababu tu ya kurekodi, kuonyesha kwamba hii ndio hali iliyopo Kariakoo leo. Na baadaye tarehe 17 akadhaminiwa kuelekea 18. Alipodhaminiwa amerudi majuzi, ameitwa kwenda kuripoti polisi, akapelekwa mahakamani na kwenda kusomewa kesi ya ugaidi. Unajiuliza, ni kesi ya ugaidi ya namna gani ya mtu kurekodi kuonyesha kwamba Kariakoo hakuna watu leo katika mazingira ya kawaida? Nimetamani ni play hiyo clip hapa, lakini naheshimu muda wenu waandishi na Watanzania wanaotusikiliza. Kusema tu kwamba Kariakoo leo hakuna watu, mtu ameenda kupewa ugaidi na yumo ndani. Lakini sababu ni nini? Ni kwa sababu kwanza ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sasa kwa nini unampa ugaidi? Unapata picha ni kwamba hizi kesi zinazoitwa za ugaidi zinatumika kisiasa, kwa nia za kisiasa, na hasa za kuwakandamiza wanachama na viongozi na wapenda haki, hasa wanaojihusisha na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hakuna kosa kwenye hii the Prevention of Terrorism Act linalosema mtu akitoa taarifa kama hiyo ya kuonyesha Kariakoo hakuna watu ni kosa la ugaidi. Lakini leo Mganda yuko Segerea mahabusu, ana siku karibia ya 4 yuko ndani, na kesi yake inakuja tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026 pale katika mahakama ya wilaya ya Ilala Kinyerezi kwa ajili ya kutajwa. Huyu mtu maana yake ni kwamba biashara zake haziendelei. Huyu mtu ana mke anayemtegemea. Huyu mtu ana watoto wanaomtegemea, wanaosoma. Huyu mtu bahati nzuri mimi namfahamu mpaka kwao Urambo, Tabora. Nimesema ni mwenyekiti wa kanda, na bahati nzuri mimi natokea Tabora, hasa Urambo. Napajua hadi kwao, wazazi wake wanamtegemea. Kwa hiyo watu zaidi ya 10 wanakosa huduma ya Mganda ambaye amewekwa ndani kinyume cha utaratibu kabisa kwa kumpa kesi kubwa ya ugaidi, kwa kusema tu Kariakoo leo hakuna watu.